Kiongozi, nikurudishe kidogo bungeni. Kwa nafasi ya mbunge mmoja ndani ya bunge. Unadhani elimu ya darasa la 7 inafaa au waliopitishwa kwa kupitia hicho kigezo cha darasa la 7 wanafiti vizuri nafasi zao? Sasa mimi nitakuwa labda nakuwa mwananchi ama raia ambaye nataka kupingana na sheria na haitakuwa vizuri. Sasa sheria ishapitishwa hivyo. Kwa hiyo na mimi niweze tu kusema kwamba kikubwa cha kufanyika ni marekebisho ya sheria, lakini kuzani ni kwamba sidhani kama kinatosha kwa kigezo muhimu cha kumpa nafasi mtu ya ubunge. Nafasi muhimu, nafasi ya kuwakilisha, kutoa hoja, kuwakilisha jamii ama jimbo lake, lakini kuna mahali anaingia kama mwakilishi wa nchi. Umeshanielewa? Kwa hiyo elimu ya darasa la 7 haitoshi kuwa kigezo muhimu cha kuweza kumpa nafasi ya ubunge. Na sio tu darasa la 7. Sheria inasema hivi, raia yeyote, mwananchi yeyote ambaye anajua kusoma na kuandika. Sasa kwa nchi yetu hii ya elimu bure, sidhani kama kuna Mtanzania leo hajui kusoma na kuandika. Si ndio? Kwa maana hiyo ni kwamba tunaweza tukafanya marekebisho ya sheria ili kuboresha hiki kifungu, ili tupate watu ambao wataweza kweli kusimama kwa taaluma, kwa uzoefu, ili kuleta tija kwenye jamii ama taifa letu, na tusiweze kupata changamoto ambazo zinajitokeza. Na changamoto mojawapo ndipo ambapo tunashuhudia mikataba imesainiwa na ukiuliza waliokuepo utafikiri walikuwa hawaoni. Umeshaelewa vizuri? Kwa hiyo pamoja na hayo kubwa ni kufanyia marekebisho sheria hii. Lakini sasa kwa sababu wabunge wenyewe ndio wanaotunga sheria na wabunge hao ndio darasa la 7, inakuwa kidogo cheche, lakini tutajitahidi kusukuma ili iweze kufanywa kazi. Unadhani ungepewa nafasi ya kufanya mabadiliko angalau ya nafasi hizo za ubunge pale bungeni, ungefanya nini? Mabadiliko ndo kama hayo, mabadiliko ya kisheria tu. Hakuna mabadiliko makubwa kwenye hilo. Mabadiliko ya kisheria kwa sababu hayo ndio yanachochea utendaji kazi mzuri, yanachochea kiwango bora cha mbunge mmoja na bunge kwa jumla. Masala ni unakutana na mbunge anazungumza hoja ambazo huoni kama ndizo hoja ambazo wananchi wanatamani aziseme bungeni. Hoja za betting, hoja sijui za masuala ya muungano, ni hoja ambazo hupaswi kuzileta kwa sababu zinaenda kuchochea tu hasira wananchi. Wananchi wanataka matokeo. Wananchi waambie kuhusu maji, waambie kuhusu umeme, waambie kuhusu miundombinu wezeshi, waambie kuhusu pesa, wananchi wanakuelewa sana. Habari za betting, habari za namna hiyo ni kwa kidogo haiko sawa. Na unaelewa nini, unafahamu nini kwa kukosekana kwa kambi ya upinzani? Hii inaweza kupuuza siasa? Haiwezi kupuuza siasa kwa sababu nchi kimsingi lazima iendelee. Hakuna siku tutaamka hapa tukute serikali haipo. Serikali lazima, umeshaelewa vizuri. Na nafikiri ndio bunge ambalo lilitengeneza historia kwa mara ya kwanza kwenye nchi yetu. Waziri mkuu kujiuzuru ama kuachia nafasi yake. Kipindi kile waziri mkuu alikuwa Mheshimiwa Lowassa. Edward Ngoyai Lowassa. Kwa mara ya kwanza bunge lile liweze kushinikiza kwa shinikizo kutoka kwa Mheshimiwa Tundu Lissu kipindi kile akiwa mbunge wa Singida. Kwa hiyo kuna radha, kuna vitu tunavikosa kwenye bunge, hasa bunge hili ambalo lina asilimia kubwa ya wabunge wa chama tawala. Ndio. Nadhani hapo Bwana Sultani kuna umuhimu na mimi sasa nijiunge na chama fulani, niingie pale kama chama cha upinzani ili nikalichangamshe bunge. Wewe unasemaje kwa upande wako? Hata mimi mwenyewe nilikuwa nafikiria tukachukue fomu tuweze kujiunga bwana 2030, tuweze na sisi kujihusisha na siasa, kwa sababu mheshimiwa hapa ameweza kuzungumza siasa, kumbe na maslahi bwana. Na maslahi kabisa ina maslahi. Sasa hapo natamani kidogo pia tuizungumzie huu upande. Mimi napenda nibaki pale bungeni, lakini niendelee kubaki kwenye maslahi ya wananchi. Mheshimiwa, hapo umetangulia kusema kwamba elimu ya la 7 kikatiba tunatamani ibadilishwe. Na tunaona hao wabunge wa darasa la 7 ndio wanaosifika, sitamtaja kwa jina lakini anafahamika. Maendeleo tunayaona kuliko hata wabunge walioingilia bungeni kwa elimu za PhD na vinginevyo huko. Sasa hapo imekaaje hiyo?
asili ya ulimwengu inatutaka tuishi kwa uzoefu pia. Ndio. Na maisha ni ujumla ama ni swala la uzoefu, experience, ushaelewa. Japo kila mtu ama kila binadamu ndo mara yake ya kwanza kuishi duniani, lakini hatuukwepi ukweli wa kwamba maisha ni uzoefu. Kwa hiyo taaluma ni kama njia ya kukurahisishia kuweza kufanikisha jambo ambalo linahitaji taaluma. Lakini kwa asilimia kubwa ulingo wetu wa siasa ni unataka uzoefu. Uzoefu wa kimaamuzi, uzoefu wa kiuongozi, kwa sababu uongozi ni kitu unachozaliwa nacho, haukikuti bungeni. Ndio. Uongozi ni kitu ambacho unazaliwa nacho. Unapokuwa kwenye familia unaitwa baba, pengine wewe unaitwa baba. Kitendo cha kuwa baba maana yake tayari ni kiongozi. Ndio. Kiongozi wa familia. Maamuzi, utekelezaji ufanyiki bila kupita kwako. Ndio. Kwa uzoefu unaanzia kwenye familia. Na ukija kuangalia kati ya misingi ya taifa inaanza na mtu mmoja, familia, tunapata jamii, jamii kwa jamii tunapata nini? Taifa. Ndio. Ama jamii kwa jamii tunapata ukoo, si ndio? Kwa hiyo kwa maneno mengine ni kwamba uzoefu ni kigezo muhimu sana kwenye kumpa mtu nafasi ya kufanya vizuri zaidi kuliko kuzingatia karatasi. Na ndio maana kipindi cha serikali ya awamu ya 5 Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli hayati huyo alikuwa anazingatia sana uzoefu, alikuwa hazingatii karatasi, kwa maana ya kwamba wewe njoo na elimu yako, lakini so long as una uzoefu mimi nakupa nafasi hata kama hauna elimu. Kwa sababu tukirudi kipindi cha nyuma mathalan ni kipindi cha kina Mtume Muhammad hicho, kipindi cha kina Nabii Isa, maana Yesu, hapakuwa na mambo ya shule. Ndiyo. Na kama yalikuwepo hayakuwa kwenye kiwango hiki, kwa maana ya vyuo na vitu kama hivyo, lakini watu tulikuwa tunaona wanafanya performance, wanafanya majukumu makubwa, tena wanafanya majukumu na Mungu na wanayatimiza. Hawana shule, tunaelewa vizuri. Kuwavusha watu bahari ya Shamu sio mchezo. Haikuhitaji kwenda shule ile. Sio vizuri. Haikuhitaji, ilikuwa sio swala la kupita shule. Sio, unaelewa vizuri. Ndio. Nuhu kutengeneza ile meli ama ile safina haikuhitaji shule. Na hakuwa engineer. Yule bwana alijua kipawa Mwenyezi Mungu. Ndio. Lakini mwisho wa siku waliweza kutimiza majukumu yao kwa sababu moja, uzoefu, lakini kwa kusikiliza watu. Kisha neno afanye hiki, mtu anafanya. Changamoto ya taaluma ama elimu inamfanya mtu awe na kiburi. Mtu aamini kwenye kile alichokisomea. Anaamini makaratasi kuliko utendaji. Anaamini makaratasi. Na ndio tunachofeli vijana wengi tunafeli hapo, kwa sababu tunashindwa kumpa mtu nafasi ya kufanya alichokizoea kukifanya. Hatukija kuangalia kwenye bunge letu, wabunge ambao hawana shule sana ndio wabunge ambao wanakubalika na wananchi. Ndio. Kwa sababu moja, wametokea kwenye maisha ya chini kabisa. Ndio. Kwa wanajua kulala njaa ni nini, wanajua kukosa shilingi 100 mfukoni ni kitu gani. Sio, unaelewa vizuri. Wanajua barabara ya vumbi ni namna gani na kera. Kwa hiyo kwa maneno mengine wanajikuta ni watu ambao wanagusa mioyo ya watu, kwa sababu wanazungumza hoja ambazo wananchi wanatamani wazizungumze. Utamzungumzia mbunge Msukuma, utamzungumzia Kishimba, mshanielewa, na wabunge wengine wengi wa mfano wao ambao wanasifika sana, lakini shule yao ni shule ya kawaida, shule ambayo inamwezesha kusaini cheki na visa apite airport. Sio vizuri. Kwa hiyo elimu kiukweli tusiipuze, lakini isiwe kigezo cha kumhukumu mtu. Ndio. Nikushukuru sana kiongozi wa masuala ya kisiasa. Nadhani tumejifunza na tumeweza kuelewa mambo mengi sana ya usuyo siasa. Na kukaribisha tena katika studio zetu hizi za Meatu TV. Wakati mwingine pia tukikualika usisite kuja. Naam, tumefika tamati ya kipindi chetu cha Game ya Utawala hapa Meatu TV. Nyuma kamera alikuwa ni Phantom 47, bila kumsahau Kelly Mwaisoba, na mimi nikiwa ni Sultani Mpemba. Nilikuwa na mchambuzi mwenzangu Veronica Kihawa hapa pembeni, bila kumsahau mchambuzi nguri kabisa anaitwa Alex Mbalulo. Basi wakati mwingine usisahau kulike, kushare, kucomment na kutufollow katika akaunti zetu za Instagram, YouTube, Facebook, TikTok @Meatu TV. Bye bye.